Ruto, try me niambie wa Kenya about your mental condition. Try me. Ruto, nakupatia warning. Try me niambie wa Kenya about your mental condition. Najua kwenye unaendanga Hosi. Akiwoi Maribel wetu ametuacha jameni. Na vile alikuanga ananichangamsha akisema vile haizi toka kwa hiyo plot juu ya mapanya kubwa, ati huyo landlord akimwambia atoke ataenda kumshtaki. Oh my god. Like it's been a minute since nimuone TikTok. Hey Maribel, may her soul rest in peace. So alleged nimesikia ni suicide. Soul yake to rest in peace. Yani she's the last person mwenye sasa ningefikiria anaweza jitoa ama ajitoe kitanzi. All will be well. May her soul rest in peace. Hi everyone. So at about 6 p.m. Kenyan time, nilipata some minutes past 6 p.m. nilipata message, nilipata phone call actually from the family of Maribel, IMAC. You all know Maribel. So nilipata first of all messages kwa WhatsApp, nilitumiwa messages, and then the family member akanipigia simu akaniambia ya kwamba unfortunately Maribel has passed on. Sasa nikamuuliza ni nini imefanya aka lose maisha yake, na family member kaniambia kwamba it is the same thing that she's been trying to do for a long time. Hiyo ni kujitoa uhai, amejaribu mara 6, and this time round ali succeed. So I'm really sorry to TikTokers to inform you all that Maribel is no more. May her soul rest in peace. I'm requesting TikTokers at this time to come together to support the family. Okay, whichever way we can support the mom, the sister, the entire family, let us come through for that family. And of course, some people will be upset with this information, but the reason the family contacted me first, because last time when she tried the same thing, akaekwa kwa Hosi, mimi ndio nilimchangia pesa. I think tulimchangia 250,000 ili alipe hiyo bili ya Hosi. Akajaribu tena, akawa admitted tena, na tena familia walirudi kwetu tena tumsaidie kutoka Hosi. So I'm deeply sorry to the family, and I hope that we will stand with them at this very trying time. Tujaribu tuwasaidie wadau, whichever way we can, let us stand with them. Okay, so for anyone going through any feelings of kujitoa uhai, please get the right help. Get the right help. Okay, thank you guys so much. This message may be upsetting for some, but it has to be passed out there the right way. Thank you guys. Bye-bye. News, it is with deep sorrow and a heavy heart that I've learned of the passing on of a mental health warrior, Maribel. The family says that she died by suicide. Na Mungu ailaze pemero yake mpali pema peponi. Amen. Adabu wewe gara Mombasa kwenda kalambwe haga shetani gomeno. Mwesa ituoyo. Fudeno. So ajoka. Unafikiri nani? Mimi ni kamanda. Kamanda ameongea. Kamanda ameongea hata una adabu wewe gara Mombasa. Umekosa adabu. Gana Mombasa, umekosa adabu, hauna adabu wewe. Kuja nikufunze manners. Motiga ili yoyo. So ajoka. Itinalele. Gomeno. Keheke. Regina hadafu. We ni shoga. Gana Mombasa, we ni shoga. Gana Mombasa, wewe ni shoga. Nimesema kuja unipige, niko kwangu.
I'm in my house. Come and get me. Tauna adabu wewe. Gana Mombasa. Kwena ukalambwe hanga shetani. Modesha ituoyo. So joka. Gomeno. Kehege. Motiga ili oyo. Reginya hadafuwe. Gana Mombasa. Wale habasa. PDD no. Kasi unatoma madem kwa watoma msadi kwa hanga. Wewe ni homosexual. Kwenda uko shoga wewe. Hata una adabu wewe. Wewe ni shoga. Nimesema come and get me. I'm in my house. I'm in my house. Na mimi ni commando. I am commander of the army. Come and get me. I'm in my house. Maribel ametuacha guys. Guys, we have a sad story of Maribel. She used to entertain us here on TikTok. Na alikuwa na bipolar, alikuwa depressed. Na I know so many people ambao wanapitia the same situation. May you feel encouraged, may you feel loved. And if maybe you know somebody ambaye anapitia shida kama hizi, depression, and I feel maybe society impaired, we are here Kenyans for Kenyans. Let us show love and kindness, sindio? So Maribel, pole sana to what happened to the families. And during this difficult time, may God comfort you, may God give you courage, and tuko pamoja. So Maribel, may you rest in peace, may you dance with the angels. Safiri salama, na Kenyans for Kenyans tafadhali. If you see anyone ambaye anapitia such kind of situations, please just speak out, just be kind. Sindio? Na Mungu awabariki sana. Maribel, rest in peace. Around in August 2018, nikakuwa diagnosed with a condition called bipolar 1 disorder. So what bipolar 1 disorder ni ugonjwa wa akili, uko na happy moments ziitwa manic episode, na uko na low moments ziitwa depressive episodes. So nobody knew what was going on. Visions, nikaanza kuona visions, nikaanza kuambia babangu nitamnunulia gari, nitamnunulia nyumba, nikaanza kuambia marafiki wangu to make it out of the block, tutafunga mabiashara and we'll be successful and finally we shall leave employment. So nilikuwa na rafiki wangu wa campus, alikuwa anaitwa Rachel kwa Masi, na alikuwa ananiambia babe, I've seen you drunk na huwa behave hivi. So hakuwa anajua kinaendelea. Watu wengi walikuwa nafikiria ni clout na chase, lakini kumbe nilikuwa mgonjwa. So nakumbuka around that time nilikuwa naenda vacation na marafiki wangu in Coast. Sasa nikaanza kuambia rafiki yangu niko na boyfriend anaishi Wasini. Sasa hakuna boyfriend, I didn't have a boyfriend at that time. Hata sikuwa na boyfriend. Kama rafiki wangu badala kwenda Nyali, tuende Wasini cause niko na boyfriend huko. Na kusema ukweli sikuwa na boyfriend huko. Lakini nilikuwa naona ilikuwa ya baba yangu, lakini kusema ukweli haikuwa yake. So it got to a point when I was contained in a cell because I was causing very many fracas. But now my friends were able to get me out. We are trying to fight for your life. And you guys can see that. We are trying to fight for your life. We are trying to fight for your life. You are being treated like peasants. We are trying to fight for you. We are trying to fight for you. What happened to people like us? No one answer me that. What happened to people like us?